Kuna movie moja ambayo ilikuwa ikiendelea kati ya kiungo mkabaji wa klabu ya Young Africans Azizi Andabwile pamoja na Yanga yenyewe. Alafu guess what? Movie akaimaliza mwenyewe Azizi Andabwile. Alafu akatoa maneno fulani hivi ya kutufundisha waandishi wa habari. Ilikuwaje? Sisi Dar Sports tumeangalia mwanzo mpaka mwisho, tumefuatilia kwa kina, tukasema mara baada ya story yote kuweza kukamilika, tutakuja tuilete kwako mtazamaji wa Dar Sports. Tusiache vipengele, tusiruke, tukikuletea kwako kila kitu kinakuwa kimekamilika, afu tunaifunga kabisa hiyo story. Mwenyezi Mungu akitujalia tukikutana wakati mwingine tunazungumza mambo mengine ambayo yanahusu mpira wa miguu. Karibu ndani ya Dar Sports. Jina langu ni Florence Renatus, mwenzangu ni Hassan Saddam. Kubwa zaidi na la kwanza zuri ambalo napaswa nikwambie ni kukumbusha tu kuhusiana na Tannice, mabingwa kutengeneza pool table bora na za kisasa kabisa. Wanapatikana wapi? Wanapatikana mitaa Mabibo Hostel jijini Dar es Salaam, karibu na mitaa fulani hivi ya kujidai kuanzia mida ya night, nazungumzia mitaa ya Riverside. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nao kupitia nambari za simu ambazo zinapita hapo chini. Mr. Paco anazipitisha tu hapo, unaweza kuwasiliana nao, ila kama unahitaji maelezo zaidi kabla ya kuwafikia wao, tutafute sisi Dar Sports na tutakupa feedback nyingi kutokana na wale ambao wamenunua bidhaa zao, kwa maana pool table zao za kisasa kutoka kwao. Karibu tena ndani ya Dar Sports. Kwa vizuri Niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Kuna taarifa nyingine kabla hiyo asambao unayo. Kuna taarifa watu walitakiwa ifahamu. Mwakilishi mmoja wa Tanzania katika michuano mikubwa ya wanawake JKT Queens leo watakuwa na mchezo wake mwingine wa pili dhidi ya Al Masry. Kwa bana mashabiki wanabidi waisupport sana timu yetu inayotuwakilisha kwa upande wa wanawake katika mashindano ya klabu. Mashabiki hao wa mpira wa miguu na wajua Tanzania. Yes, mashabiki hao wa mpira. Narudia tena. Hawa. Waisupport JKT Tanzania katika mashindano. Subiri, JKT Queens. Yes. Katika mashindano ya kimataifa. Hamna shida, wamekusikia. Kumbuka mwakilishi ni mmoja pekee yake. Mimi sina tatizo. Wamekusikia Mr. Hassan Saddam. Bwana, kuna movie ilianza. Mimi nasema movie. Unajua Tanzania bwana, unaweza ukalala ukiamka pap kuna kitu kipya. Unaweza ukashtuka tu hata wewe Hassan huko mtandaoni watu wanasema ulivamia bungeni. Mambo sasa hivi ni mambo ni mtandao. Tunashukuru sana nchi yetu kwa sababu asubuhi ukilala utakapoamka kuna movie nyingine. Ndio maana huwa nawasisitiza watu, jitahidi ukiamka asubuhi baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, amka ufungue data, angalia kinaendelea nini mtandao. Unaweza ukajikuta una story kubwa mtandaoni. Bwana, tulivyoamka tumekutana na story ya kwanza inamhusu Azizi Andabwile, kiungo mkabaji wa klabu ya Young Africans ambaye alingana sana chini ya kocha Romain Folz. Story yake ilianza asubuhi. Mida hii tunavyozungumza na mtazamaji wa Dar Sports imemalizika. Na baada ya sisi kupata vyanzo vyetu muhimu, tuka complete story yote, ndio hii tunaileta kwake. Una full package. Ndio, na full package. Unaweza katupa. Kwanza alianza asubuhi, alihojiwa na alisema kwamba wana madai TFF, wamepeleka kesi TFF wakiwa wanaidai klabu ya Young Africans, wakiwa wanaidai signing fee ya Azizi Andabwile kutoka Singida Black Star kuja Young Africans kama mchezaji, maana alikuja kama wa mkopo muda mrefu. Yes, wa muda mrefu. Alikuja 2024 Julai ndo alijiunga na klabu ya Young Africans, lakini kama mchezaji wa mkopo. Wanasema alitakiwa alipo ile signing yake fee ambayo ilitakiwa ilipo tarehe 13 ya mwezi wa 8, signing fee yake ya kutoka Singida Black Star kwenda Young Africans. Baada ya ina maana baada ya ile kutumikia mkopo wake uliisha, sasa alipomaliza baadaye ndo akamsajili rasmi. Sasa kuna ile signing fee yake alitakiwa akabidhiwe tarehe 13 ya mwezi wa 8 mwaka 2025. Leo tunavyozungumza ni tarehe 12 ya mwezi wa 11 mwaka 2025. Tayari ni miezi miwili imepita hapo, hajalipwa stake yake. Kwa hiyo wakili wake sasa au mwanasheria anayemsimamia wakala wa mchezaji wakala wa mchezaji ambaye ni bwana Hilal alipeleka madai yake TFF. Kumbuka TFF ndio chombo pekee kinachowasikiliza wachezaji, labda ligi ndio wasimamizi wa mpira wa miguu, kwa kila kitu kinafika kwao ya Tanzania. Walipopeleka kesi hiyo asubuhi alihojiwa na chombo cha habari. Sasa taarifa yetu nzima ilianzia hapo baada ya kuhojiwa na chombo cha habari. Alipohojiwa akasema wao kesi yao wameipeleka TFF na leo ndo siku kesi ilitakiwa isikilizwe tarehe 12 ya hayo madai. Tarehe 13 ndio ilipaswa isikilizwe. Yes, siku ya kesho tarehe 13. Akaulizwa baadaye, wakawatafuta sasa Young Africans wahusika wenyewe wanaodaiwa sasa wanalizungumziaje hili. Aliulizwa ni afisa habari wa klabu ya Young Africans ambaye ni Ali Shaban Kamwa. Yeye akasema yeye hawana madai yoyote na mchezaji. Anachokijua yeye, nimemsikiza vizuri, anachokijua yeye Andabwile haidai Young Africans, bali Young Africans ndo wanamdai
Andabwile. Okay. Akaeleza vizuri, akasema sio timu zote nyingi ukiziangalia Afrika hasa zote kubwa zina kitu kama hicho huwa kipo kutokana na makubaliano waliyoweka binafsi ya mchezaji mwenyewe na timu yenyewe husika. Labda kwenye ile contract yao wanaoisaini na Azizi Andabwile kuna baadhi ya vipengele ambavyo vinatakiwa vitekelezwe na vingine vilipo taratibu. Akasisitiza kwamba ni nadra sana kukuta mchezaji anasainiwa moja kwa moja, ile signing fees yake anapewa pale pale. Alisema kuna utaratibu maalum ambao anawekeana kati ya klabu na mchezaji. Lakini akaweka clear vizuri kwamba Aziz yeye haidai klabu ya Young Africans bali wao ndio wanafanyaje wanamdai. Baadaye sasa ndio unasema Sterling akaja kamaliza movie. Sasa Sterling ameimaliza movie kama ifuatavyo. Azizi Andabwile kupitia katika ukurasa wake wa Instagram, Azizi Andabwile akaandika maneno yafuatayo: habari wananchi, nipenda kuchukua nafasi hii kuliweka sawa jambo linaloendelea mtandaoni kuhusu mimi na klabu yangu ya Yanga. Mimi ni mchezaji wa Young Africans Sports Club na haki zangu za kimkataba tayari nilishalipwa. Niwaombe ndugu waandishi wa habari kuwa na vyanzo sahihi vya taarifa ili kutoleta taharuki kwa mchezaji kwenye timu zao. Mwisho niwaombe radhi wote ambao wamekwazika na sintofahamu iliyojitokeza. Asanteni. Bwana. Nimeshtuka hapa. Bwana, mwisho wa kunukuu, hiyo ndo taarifa ambayo ameitoa Azizi Andabwile. Mimi kuna neno moja nimeliona hapa, anasema mimi ni mchezaji wa Young Africans Sports Club na haki zangu za kimkataba tayari nilishalipwa. Sasa the question is, ulishalipwa muda mwingi uliopita au ni baada ya sakata? Ni baada ya hili jambo kuwa limeamka. Hapo naweza nikajiuliza swali, ndio ina maana hapo ukisoma andiko lake vizuri la Azizi, ina maana amemkana meneja wake au msimamizi wake wa timu ambaye ni bwana Hilal aliyesema kwamba wanaidai Young Africa signing fee ya mchezaji wake. Maana na mimi nimedili na neno nilishalipwa. Yaani angeandika kwamba nimelipwa ndio ningeelewa, lakini nilishalipwa. Yaani nilishalipwa ni muda kidogo. Ina maana ni swala la muda mrefu. Nilishalipwa. Unasema nimelipwa, ukisema mwambie mtu nimelipwa, anaelewa ni kitu ambacho tunasema past continuous. Tunasema past continuous, wakati ambao umepita lakini kama vile endelevu. Unaweza kusema hivyo, nilishalipwa. Au no, nishaanza kucheza kitu kama hicho. Kwamba nilishalipwa. Ukisema nilishalipwa ni past, yani ni muda ambao muda mrefu sana. Na maana kama signing fee yake ilikuwa tarehe 13 ya mwezi wa 8 mwaka 2025, ina maana tayari ni miezi miwili imepita, tunavyozungumza wa 9 wa 10, sasa tuko wa 11. Kwa ina maana labda ashalipo huko katikati. Kwa ina maana ni muda umepita. Maana yake hii taarifa ilianza kuzuka hapa katikati haikuwa sahihi. Yaani alishamalizana na ukimalizia vizuri, of course sisi wazee wa kuchanganua vitu, watu tunapenda kwenda neno kwa neno. Ni waombe ndugu waandishi wa habari kuwa na vyanzo sahihi vya taarifa ili kutoleta taharuki kwa wachezaji kwenye timu zao. Maana yake ni taarifa ya muda mrefu sana. Yaani asingeandika maneno kwamba kutokuleta taharuki. Yaani maana yake kuleta taharuki, hii taarifa haijaleta taharuki. Ndio. Kama ingeleta taharuki maana yake, yani kama imeleta taharuki maana yake ilishawahi kutimizwa. Ndio. So unanielewa vizuri? Ila haiwezi kuleta taharuki kama haijatimizwa. Mimi naendelea kubaki katika maswali mengi ambayo kila siku naendelea kujiuliza katika mpira wetu wa Tanzania. Sawa. Kumekuwa na hii kasumba ya wachezaji wengi kuvutana na mawakili wake au wasimamizi wake. Toa neno wakili. Msimamizi. Wakili ni mtu aliyepiga sheria kampuni. Yes, tumeangalia juzi sakata halina muda mrefu limepita la Clement Francis Mzize na wakala wake Jasmine. Unalikumbuka? Leo hii tunaweka hili la Aziz Andabwile, ndio? Adabwile. Majina naye ni Mnyakyusa. Unaliweka na hili la Aziz ambalo nalo limeanza toka asubuhi. Meneja aliyekili ni wakili wa msimamizi wake. Amekili kwamba wanaidai Young Africa. Mchezaji mwenyewe anatoka front anasema nilishamaliza au nilishalipwa stake zangu muda mrefu. Hichi kitu bado naendelea kuwaza ni kwamba hawawasiliani kati ya meneja na kati ya msimamizi wa mchezaji na mchezaji
mwenyewe binafsi. Ukisoma hilo andiko aliloliandika Azizi, unaona kama hamna mawasiliano mazuri kati ya meneja wake, msimamizi wake na yeye mwenyewe binafsi. Yeye kama anasema alishalipwa muda mrefu, nilishalipwa muda mrefu, na chanzo ni wakili msimamizi wake anasema kwamba yeye bado anaidai na kesi wamepeleka asubuhi TFF. Maana kesi ilipaswa isikilizwe kesho. Kwa unaona kabisa hapo kuna vitu viwili vinachanganya. Hata kama ni binafsi unasoma hilo andiko la Aziz aliloandika na ukamsikiliza vizuri msimamizi wake, unaona kuna vitu viwili vinachanganya. Of course ndo maisha ya Young Africans. Mimi ninachokipenda kutoka kwa Yanga ni kitu kimoja, ni watu ambao watunyimi story. Yaani kila siku inaibuka hili. Of course mimi nimedili na kauli mbili tu hapo. Nilishalipwa na waandishi wa habari, mwache kutoa taarifa ambazo zinazua taharuki. Nilishalipwa maana yake ni kitu ambacho kilishafanyika muda mrefu sana. Ungesema nimelipwa, inawezekana ni leo. Yaani neno nimelipwa inaweza ikatamkika kama ni leo ndio imetendeka. Lakini ukisema nilishalipwa, tunaweza tukasema hata ni mwaka uliopita, si ndio? Miezi iliyopita. Labda kama kwenye kuandika kwake amekosea Kiswahili, lakini kwenye uchanganuzi wa neno moja tu neno lingine unapata maana ya hiki ambacho amekiandika. Kija kwenye masuala ya waandishi wa habari kuepuka kutoa taarifa ambazo zinazua taharuki, si unanielewa vizuri? Maana yake taarifa ambayo imetolewa inamharibia karia yake kama mchezaji na kumgombanisha yeye na timu. Si unanielewa? Maana yake ni nini? Ni kuwa yeye alishapata ambacho anastahili kukipata. Sasa nyie mnaokuja kusema kwamba hajakipata ambacho anastahili kukipata, ni kama vile mnaharibu karia yake na kungombanisha yeye pamoja na waajiri wake. Ila ingekuwa kwamba hajalipwa, asingeandika neno kuzua taharuki. Si unanielewa? Kwa sababu media zipo kwa ajili ya kumsemea mtu. Yaani mtu leo anaweza kawa na changamoto, ya mtu leo anaweza kawa na matatizo mbalimbali, ana kitu chake cha kushare, anazitumia media kama sehemu ya dunia kujua nini ambacho yeye anacho. Sio, unanielewa vizuri? Kwa hiyo sitaki kuamini kwamba media ilikuwa inataka kuwachonganisha Andabwile pamoja na Young Africans. Ila kama kwa ambacho amekiandika Andabwile, maana yake ni kwamba kilichokuwa kimeanzishwa au kilichokuwa kinazungumzwa kilikuwa kinaonekana kama hakina uhalisia. Ndio maana na mimi nikakwambia mtu subiri story yote kamilike. Young Africans wamaliza kila kitu chao. Andabwile naye pia ameshare ujumbe wake. Msimamizi wa mchezaji naye pia ameshare ujumbe wake. At the end of the day tumeifinalize story na kuonyesha ya kwamba taarifa ambayo ilianza kutoka mwanzo haikuwa sahihi. Kwa sababu Sterling ndo Andabwile kwa mujibu yeye alichokiandika kinaonyesha ya kwamba story ilivyoanza yote hii haikuwa sahihi. Asingeandika neno nilishalipwa, asingetuandikia neno inazua taharuki. Kwa sababu kuna siku utazihitaji media wewe kama mchezaji ili kutetea mahali kama ambavyo ilikuwa hata kwa Fei, kwa wachezaji wengine ambao walikuwa wanatumia media kama sehemu ya kuiambia jamii nini ambacho kinafanyeje kinaendelea. Kuna nini neno ambalo sina uwakanalo, wanasema kwamba wachezaji wetu wengi wazawa hasa wanakuwa na uoga wanapokuwa katika vilabu viwili hivi vikubwa vya Simba na Yanga. Wanasema wanashindwa kufikisha yale malengo yao makuu, hasa linapokuja swala la stahiki. Inaonekana wao kwa Simba na Yanga ni moja ya ndoto zao. Kila mchezaji anayecheza ligi yetu ya Tanzania ana ndoto ya kuchezea katika vilabu hivi vikubwa viwili vya Simba na Yanga. Lakini anapofika kuna swala mengine ya mkataba huwa yatekelezwi stahiki, na anaogopa kuzungumza kwenye media. Ndio ile unaweza kuzungumza, mwisho wa siku labda ukakuta kiwango chako kinapotezwa au unaondolewa kwenye timu. Kwa hiyo wakawa wanasema kuna dhana nyingine ya kwamba wachezaji wetu wengi wa ndani wanakuwa na uoga ile kutoka mbele kuzungumza, akihofia vitu vile, akihofia kuipoteza Simba na Yanga anayochezea au kupoteza vitu vingine ndani ya klabu kutokana kwamba amelizungumzia haki yake. Yaani kuizungumzia haki yangu niogopa kupoteza nani? Mtu sometimes anasema mtu kuwa Simba na Yanga ni swala la ndoto. Kila mtu ana ndoto ya kuchezea Simba na Yanga. Ila ukae Simba na Yanga huko kutimizia unachokihitaji. Lakini unakuta wengine hawapewi malengo yao. Hawapewi malengo yao. Hawapewi stahiki zao kama mshahara na mambo mengine. Sidhani kama Simba na Yanga bado wapo kwenye hao maisha. Labda kikubwa ambacho nimekiona kwa Azizi Andabwile naweza nikafinalize, analinda brand ya wafanyakazi, analinda brand ya waajiri wake. Yani mchezaji kama yeye kutoka hadharani, na kusema ya kweli bwana, kweli hao watu nilikuwa na wadai na nini,
inawezekana asifanye hivyo. Ni kweli kabisa, ukiangalia ukifuatilia history inawezekana ni kweli kabisa. Adabwile alikuwa anawadai Young Africans. Hawezi akakurupuka tu akafanya kitu kama hicho. Si ndio? Yanga walisha grow, washatoka huko na Adabwile alisha grow, ashatoka kwenye maisha kama hayo ya kucheza na media kwa sababu kuna kesho yako. Sawa? Kwamba inawezekana ndio Adabwile alikuwa anawadai. Lakini at the end of the day media itaendelea na maisha yake. Wewe unaowahitaji ni Young Africans ndio endelee kukupa ugali. Hata leo na kesho anaweza kusema tuna terminate mkataba. Kwa nini unatudai shilingi ngapi? Si hivi kaza hii. Chukua hela yako, tembea, ondoka. Tutatafuta mchezaji mwingine. Kinachorudi tena ni maisha yako wewe kama mchezaji. Kwa hata andiko lake inawezekana ni andiko ambalo kwamba mwisho siku ana terminate mkataba wako, unafanyaje? Unaendelea na maisha yako. Kwa ina maana hata ukiwa na minywa haki zako ndani ni nadra kuzungumza, kwa sababu unajua kuna moja mbili zilikatokea baada ya mimi kutoka front kwenye media nikazungumza. Ina maana angelizungumza vibaya chapa ya Yanga, ina maana ameishusha. Yaani kwa ambacho mimi nataka nimalizeni kwamba anawezekana andiko alilolitoa Adabwile ndio target yake ni kulinda heshima ya kampuni ambayo anaifanyia kazi. Yaani inawezekana hivyo. Na amechagua upande. Yaani hajachagua kwa upande wa media kwa sababu angesimama upande wa media manake ingeonekana kama ni kweli. Sio, unanielewa vizuri, ila akasimama upande wa mwajiri wake inaonekana kama media imefanyaje, imedanganya. Sio, unanielewa? Kwa hiyo unamuelewa Adabwile inapofika swala la issue ya kimaslahi, wapi ambako unaweza ukaegemea na pakakupa kila ambacho unafanyaje wewe unakihitaji. Kwa hiyo somehow nimemuelewa hivyo, lakini pia kuna namna nyingine ambayo nimemuelewa ametukana watu wa media, ameenda kwa Young Africans. Kwa hiyo hata hoja yako ya kwamba wapo wengine inawezekana wamo ndani ya timu hawatimiziwe haki zao za kimsingi, ila wanaogopa kutoka kwenda kusema kwa sababu watapoteza nafasi yao kwenye Simba na Young Africans, hayo maisha yapo hata kwenye kampuni hizi. Yaani hiyo ni kwa sababu you have nowhere to go. Unanielewa Yaani unawaza kwamba yaani kwa hivi nilivyo nikitoka nikaenda nikazungumza inawezekana ni hatari sana. Sawa wanasema ngoja tu nisikilizie. Kwani wachezaji wangapi wanaondoka kwenye hizo timu afu at the end of the day ndo wanakuja kupata story kwamba jamaa alikuwa anawadai wiki, anawadai hiki, wanapelekana hadi FIFA huko si wapi na vitu kama. Kwa hiyo ni issue tu ambazo zinatokea kwenye kampuni yoyote ile. Mambo kama haya huwa yanatokea. Ila ujasiri wa kutoka front kwenda kuzungumza kwamba si na wadai unakuwa ni ngumu sana. Hiyo aliweza Faisal tu mpaka akaweza kutoboa, na yeye amshukuru sana. Pako, asante kwa wakati ambao umetukua pamoja na sisi, lakini pia asante kwa wewe ambaye hujachoka kuifuatilia Dar Sports. Pako anasema ya kwamba hata yeye ni mtu wa misimamo sana na kamera yake haitoacha kusimama kama hivi ambavyo inasimama vilivyo. Ukimhitaji tutafute Dar Sports, tutakupa huyu Pako kwa ajili ya shughuli zako ambazo unazihitaji za mambo ya shooting. Ila tafute kwanza sisi Dar Sports, afu sisi ndo tutakupa Pako. Paka wakati mwingine.